ulipofanywa kule Kana ya Galilaya, akanakili. Kwa hiyo ninaomba mnisikize, hata huku nyuma mnisikize. Kiongea na ninaongea itakuwa kidogo unanifuta nyuma. Si ni kweli? Sababu nyinyi wahubiri. Injili ya Yohana sura ya 2. Na siku ya 3 walikuwa na harusi huko Kana, mji wa Galilaya, naye mama yake Yesu alikuwapo. Yesu naye alikuwa amealikwa harusini pamoja na wanafunzi wake. Hata divai ilipotindikia mama Yesu, akawaambia hawana divai. Yesu akamwambia mamaye, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akamwambia, watumishi, lolote takalowaambia fanyeni. Basi kulikuwepo huko barazi 6 ya mawe, naye yamewekwa huko kwa desturi ya Wayahudi ya kutawadha, kila moja lapata kadiri ya nzio 2-3. Sasa akawaambia, jaliseni mabarazi maji, nao akajalisa hata juu. Akawaambia, sasa tekeni kampelekee mkuu wa meza. Wakapeleka. Naye mkuu wa meza alipoyaonja yale maji aliyopata kuwa divai, wala sijue ilikotoka, lakini watumishi walijua, wale walioteka yale maji. Yule mkuu wa meza akamwita bwana harusi, akamwambia, kila mtu kwanza kuandaa divai iliyo njema, hata watu wakisha kunywa sana ndipo huleta divai iliyo taifu. Wewe umeweka divai iliyo njema hata sasa. Mwanzo huo wa ishara Yesu alifanya huko Kana ya Galilaya, akidhihirisha utukufu wake, na wanafunzi wake wakamwamini. Baba wa mbinguni, nakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo nimelisoma. Naomba kulibariki, liwe la baraka kwetu na hata kwa wanandoa wa Kristo Yesu nimeomba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mpango wa ndoa ama harusi ni mpango wa Mungu. Na hii kitabu kama Injili ya Yohana inatupa picha vile ambavyo hata Yesu akiwa katika huduma alihusika na alihudhuria. Kitu ambacho ninaangalia katika sura hii ni kwamba wakati harusi hiyo ilikuwa inaendelea, kukawa na upungufu. Mara kwa mara kuna upungufu katika sehemu zote zile ambazo zinafanyika. Utakuta inafika mahali kunakuwa na upungufu. Sherehe ilipokuwa inaendelea, upungufu ikaingia. Ile divai walikuwa wanatumia ikaisha. Na kulingana na msimamizi wa siku hiyo, amesimamia sehemu nyingi za harusi, ashaona vile watu huwa wanafanya. Harusi ikiendelea, watu huleta divai mzuri, lakini mwenye anasimamia akiangalia watu washasi walikurudia, wanaacha kurudia, anawafanyia kampango. Hiyo kadivai inaongezwa maji, wakileta si kama ile iliyokuwa ya kwanza. Akionja hivi unaanza kuona amesi vile alikuwa kimesa ya kwanza. Taona anaongea sana, ndio atakuweko kiasi kama anatumia ndio, kwa sababu imekuwa mzoka. Wakati watu walikuwa wanakunywa kuuza, nilikuwa ninaona
wanachukua pombe mzuri iko na drum yake wanahamrula, alafu hiyo yenye wakitoka kuhamrula hapa wanaingiza kwa drum hii ambayo iko maji. Sasa wanafanya hivyo kitambo wamalize hii kuhamrula hii pombe drum hii naye itakuwa imeanza kutest kidogo mzuri. Hii ndio inaitwa mzoga. Bwana asifiwe. Si hata nyinyi wa mama mnajua saa zingine umepika chai, umepeleka chai ya kwanza mzuri kwa wageni, alafu ukiona ni kama wanatakana waendelee, ile imebaki unaongeza kwa maji kidogo. Ukija kumwaka hivi wakiangalia haifanani na ile ilikuwa ya kwanza. Sasa unaanza kuona kunywa inaanza kupungua kidogo. Ukisema ni mwage nimetosha. Haleluya. Kwa sababu wageni wanapoendelea, huyu mtu anafika mahali hata sasa anataka wageni wamuondoke, anaweka maji. Sasa huyu msimamizi alishuhudia vituko vya aina hiyo kwa maharusi ambaye alikuwa akisimamia, na kwa sababu alikuwa ameshuhudia, ana uzoefu huo na anafahamu hivyo. Kwa hii harusi akaona utofauti. Labda unaona naenda kumwambia baba namna gani, sijui niliwaambia hivi ando. Kukiwa jambo lolote maliza jiwe, na kama lina wasumbua sana kuja kwangu, mimi babu niko. Kuja mimi babu nitatengeneza. Kwa sababu ukija hapa maamuzi ya Anthony, kwa sababu ni baba, anaweza kuamua vibaya, anaweza kupendelea. Anaweza kilo sinaweza kulalia mtoto yake. Damu zito kuliko maji. Haleluya. Lakini naamini mambo itakuwa sawa. Bwana atukuzwe. Kwa hivyo Yesu ndio alileta utofauti ya ndoa zingine zile. Bila Yesu zile ndoa zingine maji pia inatiwa, alafu inakuwa msoka. Inaitwa hapa kwa Biblia kwamba ni taifu tu, lakini kwa Yesu hakuna taifu. Inabaki nzuri. Hakuna mtu kunisinya, kumshe kumenisinya. Kumama kumenizinya. Unaona matusi inaingia, wewe umbwa sana. Hii wewe sasa unajua bwana mbuvi, Sharo yakiwa mbwa sana, sisi yeye ni mwanamke ni mbwa, na wewe sasa utakuwa mbwa mume bwana. Au sasa mbwa anawanga mbwa, si ndio? Wewe kuwa mwanadamu kaoa mbwa. So jina lolote utaita mwanao sasa, ng'ombe wewe ni ng'ombe mwanamume. Na kama ni mko nasema mume ng'ombe, basi wewe ni ng'ombe ya kike. Jina lolote aje kukumbuka unapotaja juu ya mume wako, juu ya mke wako, inakurudia wewe, inakuonyesha wewe. Wewe mjinga sana, wewe ndio mjinga wa kwanza. Kwa sababu wewe kama ungekuwa mjinga haungeoa huyu mjinga. Wajinga wanaoana. Na werevu hivyo ndio mambo kunakuwa. Bwana atukuzwe. Inamisha kichwa chako tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, ninakushukuru mchana wa leo. Asante kwa sababu ya siku hii ambayo wewe uliifanya tangu kusumbika mbingu na nchi Bwana. Ukaona Sharo na mbuvi ya kwamba wataunganishwa wawe mwili mmoja. Umenena neno lako juu yao na hata wote waliohudhuria. Naomba baraka zako ziwe sehemu yao, na hata amani na upendo iwe sehemu katika ndoa hii. Maana najua ndoa inalewa na upendo, inalelewa na amani, inalelewa na maombi, na hata kila wakati kuabudu. Naombea pia jamii wote kwa ujumla pande zote mbili. Naombea wote waliohudhuria harusi hii. Kuna ndoa zingine zina machozi, hazina amani. Mungu wa mbinguni, naomba rejesha amani kwa ndoa hizo. Ule upendo wa kwanza wapatie. Kila mmoja aone mwenzake vile alivyomuona akiwa angali kijana. Asante Baba kwa sababu ya siku hii. Naomba nikiamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
narudisha mkutano kwa aliyekuwa anasimamia program assistant. Karibu, tumpigie makofi anapokuja. Let us appreciate our bishop kwa nzuri. Yesu akiwa mahali kila jambo inakuwa nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Mahali hakuna amani, akialikwa kunakuwa na amani. Kwa hivyo ni wakati ulio mzuri, tunataka biharusi atugawe chakula chake cha kwanza. Kwa hivyo kabla hajatugawa, sijui anafanya nini. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana apewe sifa. Ni keki iko mbele zetu ya maharusi hawa pamoja na sisi. Watakula pia na sisi tutakula. Na nataka nishukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii ya wajukuu wangu hawa, Sharon na mume wake. Nataka niseme vile mmeambiwa Bwana akiwa pamoja na nyinyi. Sharon, umesimama mkono gani? Sharon anasema amesimama mkono wa kushoto. Baki pale pale pale. Kazi yako shughulikia katika mkono huo huo. Nawe baba, Mkono wa kulia. Huyu ni mkono wa kulia, mkono ambaye ni wa kiume. Asimame kama mwanamume. Cheza nafasi yako hiyo kama mwanamume. Sharon, usipite huku. Ukipita huku mambo yataharibika. Kwa sababu utasema mimi nitasema na sitajali. Kwa sababu utasema tu bila kujali, kwa sababu umesimama nafasi yake. Mpe nafasi yake. Nawe mpe nafasi yake. Saa hizi watoto wetu hawapigii wazee wao. Mimi nilipika jana, wewe napika leo.
Mume si wa kufanya na yeye merry go round ya kupika. Ili usimame tu katika nafasi yako ya mkono huo wa kushoto, ni kutekeleza kazi ya mkono wa kushoto, kazi ya mwanamke ambaye anahitajika kufanya. Wewe fanya, ujipe heshima, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu akikuta mzee anaosha manguo na wewe umekaa nje unatengeneza makucha, wataanza kuona mzee huyu ameruka mpaka. Mzee anaosha vyombo na wewe unacheza kwa simu, watu wataanza kuona hii nyumba hii imepoteza malengo. Mume afanye kazi yake. Kama ni wagonjwa, mmoja ni mgonjwa, itabidi usimame katika nafasi hiyo, itabidi ushughulike, itabidi useme kwa niaba yake. Lakini mwenyewe akiwa sema tu Sharon, baba ya watoto atawaambia. Hiyo mimi siwezi kujibu. Baba ya watoto atawaambia, baba ya watoto atafanya. Si Bwana Mungu awabariki sana. Kama wangali wananawisha, nikapata story mahali pengine, mume anasema mke alikataa kupika chakula, akajifanya mgonjwa, yeye akapika, na alipopika mke akaamuka akasema wagonjwa wakulangi. Ati alikula tu na mke amekaa, si aligunduliwa. Tufanye kazi yetu. Sasa wanaanza kukata, wako wanakata, utoto wanakata. Ndio hiyo utoto wanakata, upumbavu wakakata, uliokuwa katika usichana, uliokuwa katika ukijana, ndio hiyo wanakata. Wanakata kimira, wanakata mambo ambayo yatawafuata atilikuanga ya kwao. Wanakata hawa ni wa Yesu. Wanakata ugonjwa uliokuwa ukishika jamii, wanakata yote. Wanakata watu wasio, wanawake wasio saa, wanakata vikwazo na maneno ambayo yanaweza ingia ndoa hii. Wanakata kiburi kwa mmoja na mwingine. Wanakata wivu wa fungu la 10. Hawa hawataiba, hawa wa madhabahu hawataiba. Amen.
Principal ambaye alikuwa mwalimu wa baba yake afuate maaskofu wa wako kwa mikono wakipangwa vizuri. Vita hii ya
maaskofu wenye wako kwa nyumba, mapresbyters wote, hata wachungaji, that is priesthood, yes. Pia kwa tunaona bishop, shaka barasa, mapresbyters.
Haya. Watu kutoka huko kwenye mlima wa Arusha ambao walikuwa wamebaki wachungaji ambao wanafanya na Reverend Rebecca. Tunataka tuingie katika jamii ya bibi harusi. Na jamii ya bibi harusi mtaniwe radhi. Hii timu ya watu watatu Wasoso. Wasoso ni hao. Mama harusi.
shosho ndio